Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila ya kusahau kuihusia nafsi yangu katika hilo. Hivi sasa tumeingia katika mwaka mpya wa Kiislamu, na ni mwaka ambao kulikuwa na majadiliano baina ya masahaba kwa sababu kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka Mtume anaondoka duniani kulikuwa hakuna tarehe rasmi kuwa hii ni ya Kiislamu. Na sababu yake mpaka ikaja tarehe hii au mwaka huu mpya na ukachaguliwa kuwa uwe mfungo 4, kulikuwa na sahaba mmoja akiitwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wakati wa Saidna Umar radhiyallahu anhu, huyu bwana alikuwa Basra pale Iraq, yeye ndo alikuwa gavana. Sasa sahaba huyu aliandika barua kumpelekea Saidna Umar ambaye yuko Madina, ndiyo kiongozi wa Waislamu wakati huo. Barua ile imeandikwa tu, lakini haina tarehe, jambo ambalo lilimpa taabu sana Saidna Umar. Kwa nini barua hii imekuja iko hivi hivi, haijulikani ni ya lini? Ndipo Saidna Umar akakusanya maswahaba wenzake na akawaambia kuna haja ya kuweka mwaka mpya wa Kiislamu kuanzia sasa. Rai ile ilikubalika na wakakubaliana iwe mfungo 4, na walikuwa na sababu zao. Moja katika sababu, kwanza ni mwezi mtukufu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Tauba aya 36, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim, mpaka mwisho wa aya hii, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika hisabu ya miezi ya kutimiza mwaka ni miezi 12 katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameweka hivyo tangu ilipoumbwa mbingu na ardhi, lakini akasema katika miezi 12 kuna miezi 4, hii ni miezi mitukufu. Miezi hiyo alikuja kutuwekea wazi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akatutajia, akatwambia mfungo 2, mfungo 3, mfungo 4 na Rajab. Hii ndiyo miezi mitukufu. Kwa hiyo maswahaba wakaona kwamba mwaka mpya tuchague iwe katika mfungo 4, kwa sababu ni mwezi mtukufu aliyoutaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la pili, wakakubaliana kwa kusema kwamba tuweke mfungo 4 kwa sababu pia tunatoka katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, watu wanatoka kwenye ibada ya hija, alafu unaingia mwaka mpya wa Kiislamu. Lakini jambo la tatu walilokubaliana, walisema kwamba hii hijra yenyewe, wakati tuko Maka tunakuja Madina, fikra ile, harakati zile zilianza katika mwezi wa mfungo 4, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kuhama kwake aliingia Madina katika mwezi wa mfungo 6. Kwa kuwa wao waliona kwamba fikra ilianza mfungo 4, basi kwa sababu hizi tatu ni lazima tuuchague mfungo 4 uwe ndio mwaka mpya wa Kiislamu, na ndio fikra ya hijra ilifanyika katika
mwezi huo. Lakini katika mazingira tulionayo leo, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye alihama Makka na masahaba wakaja Madina. Je, mimi na wewe tunayo hijra? Yani mimi na wewe tunaweza kuhama? Tunahama wapi kwenda wapi? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametueleza, anasema almuhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Muhamaji hasa ni yule mwenye kuyahama yale aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo leo ukitaka kufanya hijra, basi ni kuhama kutoka katika mabaya kwenda katika mazuri. Hakuna hijra nyingine mtu ahame Maka kwenda Madina kwa kuona kwamba ndio anajifananisha na hijra ile. La, hijra ya sasa ni kila mtu kupambana na nafsi yake, kuyahama aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyaendea yale ambayo anayoyaridhia. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtaduna jalla jalaluhu fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى. Enyi ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika hilo. Tukisoma Qur'ani katika suratu Zumar aya 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Anaambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sema kuambia, enyi waja wangu, enyi waja wangu wale ambao wameziharibu nafsi zao kwa kufanya mambo mbalimbali yasiyofaa, waambie la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii itufunze kwamba sasa tupo katika mwaka 1448, tumeshahama 47. Jikague, tazama uliishi vipi katika mwaka uliopita. Je, unadhani ulioyafanya katika mwaka uliopita yalikuwa sawa? Umefanikiwa kwa kiwango gani dunia yako na akhira yako? Ukijikagua utapata jawabu. Kuna maeneo sikwenda sawa. Aya hii Mwenyezi Mungu anatutaka tusikate tamaa, kwa kuwa tuko hai, tumeingia katika mwaka mpya, tunayo nafasi ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwaka mpya
unaweza kufananisha ni sawasawa na karatasi nyeupe haijaandikwa kitu, ukapewa andika. Sasa nini utaandika? Leo Mwenyezi Mungu ametujalia tumo katika mwaka mpya, ndiyo sasa tumeshapewa karatasi nyeupe haijaandikwa kitu. Sisi tunatakiwa tujaze. Tunaandika nini? Tukiandika yanayofaa, maana yake ndiyo tumefanikiwa. Tukichezea mwaka huu ukaisha tena tukaharibu tena, kupata mwaka mwingine, hayo ni majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutupa nafasi tena ya kuweza kutumia muda wa kurejea kwake. Tukisoma katika Qur'an Suratul Nur 31, Mwenyezi Mungu anasema, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, tubuni kwa Mwenyezi Mungu nyote yenye waumini ili mupate kufaulu. Tauba, kila mmoja anajua nini amefanya, wapi alikosea mwaka uliopita, na yote mawili, tizama dunia yako, tizama na akhira yako. Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kufikia kuzipata radhi za Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, Allahu ashaddu farhan bitawbati abdihi. Mwenyezi Mungu anafurahi sana anapoona mja wake anatubia kwa makosa aliyofanya. Sote tunakiri kila mmoja wapi alikosea, basi ili kujitengeneza vizuri turudi kwa Allah. Allah anafurahi tukirejea kwake na kupokea toba zetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أبي بكر الصديق وأبي حفص عمر بن الخطاب وذي النورين عثمان بن عفان وباب العلوم والحكم سيدنا علي بن أبي طالب وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورها كلها سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.